jioni ya leo, maana Mungu ameweza kutubariki zaidi. Ameweza kutunenea katika hiyo awamu ya kwanza, na sasa hata katika awamu ya pili Mungu anaenda kutunenea zaidi. Kwa hivyo tuzidi kufungua masikio yetu na kukaribisha neno la Mungu katika masikio yetu, maana anasema ya kwamba kubarikiwa ni yule ambaye anayemkaribisha kwenye moyo wake. Kwa hivyo karibisha neno la Mungu jioni ya leo, na Mungu ataweza kukubariki na hata kukutendea mema zaidi katika jina la Yesu. Acheni kaweza kutangulia na kuomba na ili tukaweze kuendelea. Mfalme wa mfalme, Mungu uliye juu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tunakuinua na kuheshimu jina lako. Pokea sifa Mfalme Jehova Jire. Ya asante Mwokozi Yesu, wewe ni Mungu mwaminifu. Hakuna Baba kama wewe Jehova, hakuna Mungu kama wewe. Unastahili kuabudiwa na hata kuheshimiwa. Asante kwa sababu ya jioni ya leo Baba. Unazidi kunenea watu wako wa upande huu wa 44 Githurai. Baba, tunakuomba ukawatakase na kuwashikilia katika jina la Yesu Kristo. Zidi kutakasa anga la eneo hili Mfalme, na kusafisha maeneo haya Mfalme Yehova, katika jina la Yesu. Acha tunapopanda mbegu yako Baba, na ikaweza kukua ndani ya kondoo wako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Mwokozi Yesu, ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina, amina. Nataka tukaweza kusoma katika kitabu cha Second Chronicles wa pili, ama Second Chronicles chapter 15. Second Chronicles chapter 15 verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Amen. Neno linasema hivi. Ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Odedi. Yes. Naye akatoka ili amlaki Asa. Akamwambia, nisikieni Asa na Yuda wote na Benyamini. Yes. Bwana yu pamoja nanyi, mkiwa pamoja naye. Yes. Nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu. Yes. Lakini mkimuacha atawaacha ninyi. Ndio. Enda mstari wa 12. 12 inasema hivi. Ndio. Nasema wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaaji wa mji huu, neno la Mungu linatunenea jioni ya leo ya kwamba Mungu ama roho wa Mungu na akamshukia ama akashuka ndani yake Azaria mwana wa Odedi, naye akaweza kumtuma katika mfalme Asa miji ya Yuda na miji ya Benjamini. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakati ule nabii wa Bwana akaweza kuja kwake mfalme na Yuda na kuwaeleza ya kwamba mkimtafuta Bwana naye atapatikana, lakini mkimpinga naye atawapinga, ama mkimuondokea naye atauondokea. Jioni ya leo mtu wa Mungu, neno la Mungu linatuambia kwamba hapo mstari wa 12 ya kwamba nao wakafanya agano la kuweza kumtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wale wa ufalme wa Yuda, watu wale wa ufalme wa Benjamini, watu wale walikuwa wanaongozwa na mfalme Asa, walifanya agano la kuweza kumtafuta Bwana. Waliweza kufanya agano la kumtafuta Mungu, kwa sababu watu wa Mungu alikuwa ameshawanenea. Mungu alikuwa ameshuka kwa roho wake na akaweza kunenea watu wale na kuambia kwamba mkinitafuta nanyi mtaweza kunipata. Tumeweza kunenewa jioni ya leo katika awamu hiyo ya kwanza, na tukaambiwa ya kwamba watu wa Mungu, watu ni wao ambao wanaenda kutafuta madaktari wakati wanapatwa na magonjwa. Ni watu wengi sana wanakataa kumtafuta Mungu. Watu wengi wanasema Mungu hayupo. Watu wengi wanasema Mungu hapo. Wakati mashida imekuja, watu wengi hawamuoni Mungu. Watu wanaonanga mili yao, watu wanajionanga wenyewe, watu hawataki kumtafuta Mungu. Watu wanasemanga ya kwamba Mungu hayuko. Kwa nini mama yangu akufe? Mungu hayuko. Kwa nini mtoto wangu afe? Kwani Mungu hayuko? Mungu, nimekuomba kazi na Mungu hajanipa kazi, kwa hivyo Mungu hayuko. Hivyo ndivyo watu wengi wanawaza, hivyo ndivyo watu wengi wanasema, hivyo ndivyo watu wengi wamesimama katika hiyo msimamo wa kusema ya kwamba Mungu hayupo.
Lakini watu wa Mungu, wakati mnagonjeka, mnajua kule daktari atapatikana. Mtu wa Mungu, ukitaka pombe, unajua klabu ile ambayo imefunguliwa. Mtu wa Mungu, ukitaka madawa ya kulevya, unajua mahali ambako utaitoa. Mtu wa Mungu, ukitaka kazi, unajua mahali utaenda kuapply hiyo kazi. Lakini mtu wa Mungu, ukitaka Mungu, unaanza kusema Mungu hayuko. Watu wa Mungu, ni kutafuta mtatafuta Mungu, ni kutafuta mtatafuta Mungu. Wacheni kusema ya kwamba Mungu hayupo, ili hali nyinyi ndiye na ambaye hamumtafuti. Nyinyi ndiye na ambaye hamumtafuti. Watu wale wa Yuda walifanya agano la kumtafuta Mungu, walifanya agano la kumtafuta Mungu. Ukiendelea kusoma neno la Mungu linasema ya kwamba walipomtafuta walimpata. Maana wakati walienda hata vita vyao, Mungu alianza kuwapigania. Mungu alianza kupigania mfalme Asa, kwa sababu wakati Asa aliweza kumtafuta Mungu, kweli alimpata. Wakati Yuda ilimtafuta Mungu, ilimpata. Na wakati walienda vita, walikuwa wanapigana vita na wanapata ushindi. Wewe unaamini ya kwamba wakati unaenda kwa daktari, utapata daktari naye atakufanyia suluhisho ya matatizo yako? Wewe unajua ya kwamba ukienda hoteli ukiwa na njaa, ukienda pale kutafuta chakula, utapata chakula na utakula na utatoka ukiwa umeshiba. Lakini watu wengi wamekwamia hapo hivyo kwa kusema Mungu hayuko. Hii ni whether wethete Ngai ukamwaga. Ni kumtafuta, umemtafuta Mungu ukamkosa. Ni kumtafuta Mungu umemtafuta, umefanya agano ya kumtafuta Mungu. Umewahi kata kauli, unasema ya kwamba sasa mimi sitaki jambo lingine lolote, mimi nataka nimtafute Mungu. Ukaenda ukamtafuta ukamkosa. Tunasimamia katika ile sehemu na ambayo ni ya uasi. Tumekuwa waasi, tumekuwa watu wa kumpinga Mungu, na hata watu wa kuhubiria watu wengine kuambia ya kwamba Mungu hayuko. Tumekuwa waasi wa kupinga ya kwamba hakuna Yesu. Hii ni historia, hii nimeshika hapa ni historia, hii hakuna Yesu hapa. Hiyo ndio mahubiri watu wamekuwa wakihubiriana. Maana wewe unasema ya kwamba Mungu hayupo, ukikata kauli kwa moyo wako ya kwamba Mungu hayupo, unaenda kuweza kuhubiria wengine na kuambia ya kwamba Mungu hayupo. Watu wa Mungu, neno la Mungu limeshuka katika mji huu na kuweza kuambia ya kwamba mtafuteni Mungu, mkaweze kumtafuta Mungu, na ili mkaweze kujua njia zake Mungu. Mtakapompata Mungu, mtajua njia zake. Mtakapomtafuta Mungu na kumpata, mtajua kile anapenda na kile ambacho anakataa. Wengi wa watu wakati wanamtafuta Mungu, wanamtafuta katika mzaha. Watu wanamtafuta Mungu katika mzaha, na katika ile mzaha, hapo ndipo unapata ya kwamba wakicheza, wakipata ya kwamba mashida kidogo imekuja, wanaanza kupayuka, hakuna Mungu. Wakati matatizo kidogo imekuja, mtu amelala njaa siku moja tu, anasema hakuna Mungu. Mtu ameenda ametafuta kazi, amekosa, hiyo siku huyo mtu hawezi sikika jioni, atalala akisema Mungu hayuko, maana amekosa kazi. Lakini je, mtu wa Mungu, neno la Mungu limetuambia ya kwamba wale watu ni kauli walikata, wakafanya agano la kumtafuta Mungu. Hebu soma mstari wa 13. Nisomea mstari wa 13, usikia watu ya kwamba ilikuwa sio mchezo, ilikuwa ni agano ya kweli. Wale watu walikata kauli kabisa ya kumtafuta Mungu, wakafanya agano na kusema ya kwamba yeyote na ambaye hata mtafuta Mungu hata auawe. Nisomee. Inasema hivi. Wakafanya agano ya kuwa wamtafute Bwana, ya kwamba wamtafute Bwana Mungu wa baba zao, kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote, kwa roho zao zote. Mstari wa 13. Bwana Mungu wa Israeli atauawa akiwa mdogo au mkubwa, kwamba
kwamba ni mwanamume au mwanamke. Yes. Nasema inasema ya kwamba na kisungu ya kwamba na ikiwa yeyote, and those that will not seek the Lord. Nasema na ya kwamba yeyote asiyemtafuta Bwana, na ya kwamba yeyote hata amtafuta Bwana, na ya kuwa yeyote asiyemtafuta Bwana, ndio Mungu wa Israeli atauawa, akiwa mdogo mkubwa, wala mwanaume au mwanamke. Yes, hiyo sasa ndio imetoka mzuri. Imesema ya kwamba na ikiwa, yani ni kauli ilikuwa ikatwe, ni agano ilikuweko. That was the seriousness that was there. Yes. Yani kulikuwa na ile seriousness ya kwamba ikiwa watu wa miji ya Yuda, ikiwa watu wa miji ya Benjamini, na ikiwa watu wale hawatafanya agano ya kumtafuta Mungu, nao waweze kuuawa. Kweli. Yani hiyo seriousness ndio Mungu anahitaji watu wa Mungu. Sure. Hiyo seriousness, sijui seriousness nasema nini na Kiswahili. Yani hiyo kukata kauli na kutia bidii yani kuamua maamuzi. Maamuzi na ambayo unafanya mtu wa Mungu, iwe ni maamuzi na ambayo ni ya kukata shauri, ni ya kukata kabisa, na kusema ya kwamba mimi namtafuta Mungu. Sure. That was the seriousness with the King Asa. Mfalme Asa akaambia watu wa Benjamini, ikiwa mdogo, ikiwa mkubwa, hata kauli ama atafanya agano la kumtafuta Mungu, basi naye yeye auawe. Ndio. Watu wa Mungu, sisi tunamtafuta Mungu kwa mzaha. Sisi tunapoenda kutafuta Mungu, tunamtafuta katika njia za mikato. Tunatafuta Mungu katika njia ambazo ni za mikato, njia za mchezo. Yes. Wewe unasema unamtafuta Mungu, lakini unamtafuta kwa njia ya mchezo. Haumaanishi katika moyo wako. Haumaanishi kabisa. Ni mzaha unafanya. Ndio maana leo hii umeokoka, kesho haujaokoka. Leo hii umesimama, kesho umeanguka. Yani tunamtafuta Mungu kwa mchezo, kwa mzaha. Yes. Hatujamaanisha katika mioyo. Ndio. Neno la Mungu linasema ya kwamba wamtafute, na wamtafute kwa moyo wao. Yani ni kumaanisha, wanamaanisha that seriousness, wanamaanisha. Ndio. Ukimaanisha ya kwamba ninaenda kazini leo, huwa haubanduki, huwa haurudi kwa nyumba. Lakini wengi wakiamua naenda kumtafuta Mungu, wengi wanarudi kabla wafike mahali Mungu yuko. Ukiamua unaenda kwa daktari, huwa ufiki barabara katikati unasema naogopa sindano, unarudi kwa nyumba. Hapana. Unaendanga, ikiwa ni sindano wanaenda kukudunga, unaenda. Ikiwa ni dawa unaenda kupewa, unaendanga mpaka huko, kwa sababu unataka kusuruhishie matatizo yako, kwa sababu unataka aweze kukutengeneza. Lakini wengi wetu tukisema ya kwamba tunamtafuta Mungu, tunaanza kumtafuta Friday, ikifika Sunday tumesharudi nyumbani. Mumechoka. Mwingine anakata kauli Monday, kabla ifike hata Wednesday, huyo mtu ameanguka kwenye dhambi tena. Yani watu ni kucheza, wanacheza. Watu hawamaanishi kwa mioyo yao. Watu sio agano na ambayo wanafanya, ni mzaha wako nayo. Sure. Ni mzaha watu wako nayo. Na ndio maana unaona watu wa Mungu saa hii makanisa mengi ni kuaipishwa, inaaipishwa. Ndio. Msalaba wa Yesu ni kutukana, unatukano. Sure. Ni sababu watu wengi na ambao wanasimama saa hii, wanasimama na kusema nimekata kauli ya kumtafuta Mungu, lakini ni mchezo wako nayo. Watu hawamaanishi kabisa. Watu hawamaanishi vizuri. Mungu anataka tukaweze kumaanisha. Mungu anataka tukaweze kumtafuta na mioyo yetu. Vile na ambavyo unaandikanga application, unasema ya kwamba naenda kutafuta kazi mahali fulani, na unahakikisha umefika hapo, unahakikisha umemwona MD ama umemwona hiyo HR. Hivyo ndivyo mtu wa Mungu weza kumaanisha kwa moyo wako. Useme ya kwamba ninataka kumwona Mungu. Ukate kauli siku ya leo, mtu wa Mungu, na ukaweza kwenda moja kwa moja. Ikiwa ni kumtafuta, ni kumtafuta. Yes. Watu wale huwa wanachimba dhahabu. Hawa watu hawachoki. Yes. Hawa watu wakiamini ya kwamba hapa ndipo kuna dhahabu.
Hao watu wanaendaga wanachimba mpaka wafike hiyo dhahabu. Yes. Huyo mtu anakuanga na maono ya kujua ya kwamba hakuangi ameona dhahabu, lakini huwa anaamini ya kwamba hapa kuna dhahabu. Yes. Anaamini ya kwamba hapa kuna diamond. Anaamini hapa kuna silver. Yani anaamini hapa kuna kitu, lakini hakuangi ameiona. There is a treasure here. Na kwa hivyo anakata kauli, anaenda kushimba hiyo dhahabu na atang'ang'ana mpaka apate hiyo dhahabu. Sure. Lakini nyinyi watu wa Mungu mkiambiwa tafuteni Mungu, mnaanza kusema Mungu hayuko. Mnaanza kusema oh, ikiwa Mungu wako kwa nini ninateseka? Mnaanza kusema oh, kama Mungu yupo kwa nini nifanywe mambo mabaya? Kwa nini watu wakufe? Yes. Mnaanza kusema oh, kwa nini watu wakufe? Kwa nini watu waangamie? Watu wa Mungu wote tukakata kauli. Mungu amejificha mahali. Na wewe uweze kumpata lazima umtafute. Sure. Yeye bado yuko katika ofisi yake. Yeye bado yuko pale alipokuwa. Kutoka mwanzo Mungu mahali alikuwa hajabadilisha. Yeye yuko pale tu. Yes. Wewe ndio unahitajika umtafute sasa. Wewe ndio unahitajika ukate kauli. Sure. Mtu wa Mungu acha kukaa chini na kusema Mungu hayuko. Yes. Mungu yuko. Kata kauli siku ya leo. Useme ya kwamba unataka kumtafuta. Yes. Nawe utamuona. Kweli. Wewe utampata. Yes. Ambaye anakuhubiria hapa hivi ni kumtafuta, alimtafuta. Yes. Naye akamuona. Waliotutangulia kina Musa ni kumtafuta, alimtafuta Mungu. Nao akamuona. Kweli. Lakini sisi watu wa siku hii ya leo tumekuwa wazembe. Yes. Hatutaki kumtafuta. Hatutaki kutafuta Mungu hata kidogo. Maana tutakaa tukisema ya kwamba makanisa iliharibika, hakuna kanisa la kweli. Manabii wamekuwa uongo, watu tu ni pesa wanaitisha, watu tu ni panda mbegu wanaitisha. Hakuna kanisa za ukweli. Mungu ule wa kweli siku hizi haabudiwi. Yani watu wanakaa tu comfortable wakisema maneno kama hayo, wanadhihaki injili ya Yesu. Yes. Wanadhihaki msalaba wa Yesu. Sure. Wanadhihaki damu ya Yesu. Sure. Na umewahi tafuta? Je, umewahi kata kauli na unasema ya kwamba wacha nikatafute kanisa la uhaki na utakatifu. Wacha nikatafute kanisa la ukweli. Wacha nikatafute kanisa linalohubiri injili na ambayo haicompromise. Nakanga tukisema makanisa iliharibika, hebu angalia matelevisheni, siku hizi tu ni panda mbegu, siku hizi. Hapana, watu wa Mungu. Bado kunao mabaki wa Mungu. Yes. Bado mabaki wa Mungu wapo. Wewe ndiye na ambaye haujatafuta. Wewe ndiye na ambaye haujafanya investigation vizuri. Yes. Wewe ndiye na ambaye haujaenda kuangalia. Amuka uende tena. Amuka uende tena. Kusema ya kwamba shamba yako iliharibiwa, si kusema mwaka ujao hautaenda kuiangalia tena. Kweli. Unaamukanga unaenda unaiangalia tena. Kama kuna kaviazi kalikuwa. Kweli. Lakini watu wa Mungu haukaangi unaangalia shamba yako inamea mawe. Hapana. Unaendanga unaangalia. Sure. Na unaenda unaangalia kama utalima tena. Kusema ya kwamba mvua haijanyesha mwaka huu, sio kusema mwaka ujao mvua haitanyesha. Hapana. Kwa hivyo kata kauli, mtu wa Mungu. Atafutaye ndiye na apataye. Katika kitabu cha Mathayo, nisomee Mathayo 7 mstari wa 7 na 8. Mathayo 7 na 8. Nataka tukaondoke katika comfort zone. Hiyo maisha ya comfort zone, hiyo ya kusema ya kwamba tulifika, ya kukaa tukisema ya kwamba leo nije tarairwo gukua gaida toraga. Yes. Gutire horo wama. Hapana. Yes. Lazima tuamini, lazima tuamue. Ni kuamua watu wa Mungu. Nisomee Mathayo 7. Inasema hivi.
Ombeni nanyi mtapewa. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye. Kwa maana kila aombaye. Naye hupokea. Naye hupokea. Naye atafutaye. Naye atafutaye. Naye huona. Naye huona. Naye abishaye. Naye abishaye. Naye atafunguliwa. Naye atafunguliwa. Haleluya. Amen. Neno la Mungu linasema watu wa Mungu atafutaye, naye ataona. Ataona. Naye ataona. Yes. Kwa hivyo sio kukaa comfort zone. Ndio. Sio kukaa pale unapiga makofi ukipiganga ukipiga mayowe ukisema ya kwamba Mungu hayuko. Ukisema ya kwamba hakuna wokovu wa kweli. Yes. Ukisema ya kwamba hakuna mahubiri ya kweli. Yes. Neno linasema ya kwamba atafutaye yeye huona. Yes. Ama yeye hupata. Yeye atafutaye Mungu, yeye atampata. Yeye atafutaye wokovu, yeye ataupokea. Neno limesema aombaye naye atafanya nini? Ataona. Naye atapata ama ataona. Ndio. Kwa hivyo sio mambo ya kukaa comfort zone. Yes. Ni kutafuta, ni kung'ang'ana. Vile unaamkanga asubuhi unaenda kutafuta kenye kitakuliwa jioni. Watu wa Mungu, hivyo ndivyo Mungu yupo. Lazima uamuke umtafute. Kweli. Lazima umtafute Mungu. Lazima umtafute Mungu. Sio kukaa comfort. Hapana. Sio kukaa tu hivyo kiholera holera. Lazima umtafute uweze kumjua. Ulifanya kazi ukafanikiwa. Sasa unaonanga tu ni uwezo wako. Unaonanga tu ni uwezo wako. Unaamini ni Mungu hayupo. Maana ulifanya kazi ukafanikiwa. Ndio. Watu wa Mungu, Mungu yupo. Mungu yuko. Mungu yupo. Na kile anataka sana ni sisi tukaweze kumtafuta. Tukiweza kumtafuta naye ataweza kutuokoa. Oh yes. Anasema ya kwamba itafuteni amani. Itafuteni amani na wanadamu wote na utakatifu wake. Kwa hivyo watu wa Mungu, hakuna jambo lolote unaambiwa kaa utaletewa. Hapana, hata amani unaambiwa ya kwamba itafuteni amani. Waibrania 12 mstari wa 14. Anasema itafuteni amani na watu wote na utakatifu wake. Kwa hivyo ni kutafuta, unatafuta. Sio kukaa unakaanga chini. Yes. Wewe ukaangi chini unasema kuna amani. Hapana, amani ni kutafuta, unatafutanga. Ndio. Tafuta amani na ndugu zako. Yes. Unatafuta amani na dada zako. Yes. Unatafuta amani. Na utakatifu. Neno la Mungu inasema ya kwamba na utakatifu wake ule bila hakuna atakaye muona Bwana. Kweli. Ya kwamba kama utatafuta utakatifu wa Mungu hautamuona Bwana. Kama utatafuta amani na watu wote nawe hautamuona Bwana. Hawezi. Kwa hivyo ni kutafuta, unatafuta. Ufalme wa Mungu ni kutafuta, unatafutwa watu wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni kung'ang'ana, unang'ang'ana ili ukaweze kuuona. Si kukaa umekaa tu wewe unaongojea dunia iishe uingie ufalme wa Mungu. Yes. Hakuna kitu kama hiyo. Ni kutafuta, unatafuta. Mathayo 6:33. Neno la Mungu linasema ya kwamba utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haya mengine yote mtazidishiwa. Utafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Mukatafuta ufalme wa Mungu. Neno la Mungu linasema ya kwamba ni kutafuta, unatafuta ufalme wake. Yes. Unasema ya kwamba hakuna ufalme wa Mungu. Unasemanga hakuna jehanamu. Unasemanga ya kwamba hakuna maisha baada ya kifo. Unasemanga hakuna ufalme wake. Watu wa Mungu, na kueleza ya kwamba Mungu hasemi uongo, wala neno lake halisemi uongo. Mungu yeye ananena ukweli. Neno lake limepitishwa kwenye moto mara 7 na ili likaweze kuwa safi. Ni kusema ya kwamba neno la Mungu hakuna mahali linadanganya. Akisema ya kwamba itafuteni ufalme wa Mungu kwanza, Mungu ananena ukweli. Hakuna mahali anasema uongo. Basi nanyi mnaambiwa ya kwamba mtafuteni ufalme wa Mungu kwanza, nanyi mtazidishiwa haya yote. Kwa hivyo tafuta ufalme wa Mungu kwanza.
Lakini wengi wenu hapo ndio unasemanga utakula aje, utakunywa aje? Kama utaenda kutafuta ufalme wa Mungu kwanza, baada utafute kazi kwanza. Ndio maana unaona watu wengi wanasemanga ya kwamba wacha kwanza nitafute mali, alafu nitatafuta Mungu baadaye. Watu wanasema ya kwamba wacha nitafute amani kwanza, alafu nitafute Mungu baadaye. Wacha nikule raha kwanza, alafu nitatafuta Mungu baadaye. Mungu hasemi hivyo. Mungu anasema vice versa. Mungu anakunenea vice versa. Anakwambia umutafute kwanza. Usitafute amani kwanza, umutafute kwanza. Usitafute mali kwanza, utafute Mungu kwanza. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Mungu anasema vice versa na wewe. Mungu anasema vice versa na dunia. Venye dunia inakuambia, Mungu anakuambia vice versa, kinyume. Anakuambia kinyume. Dunia ndio ambayo inakuambia ya kwamba itafute mali kwanza, tafuta pesa kwanza, tafuta furaha kwanza, pati kwanza, jivinjari kwanza, utatafuta ufalme wa Mungu baadaye. Jivinjari kwanza. Wewe bado ni kijana, wewe jivinjari. Wewe kunywa kidogo saa hii, ukifikisha miaka 50 utaokoka hiyo wakati. Wewe fanya model saa hii, ukizeeka utatafuta Mungu. Mungu anasema ya kwamba anza na kumtafuta. Mtafute kwanza, na haya mengine yote utazidishiwa. Lakini watu wa Mungu, ukianza na kutafuta mali, wengi wameanza nayo, wanaanza kutafuta mali ya dunia hii, lakini wanakufa kabla wamuone Mungu. Wengi wanaenda kutafuta amani, lakini wanakufa kabla wamuone Mungu. Wengine wanatafuta hata afya mzuri. Ndio maana unaona wengine wao wanapeperuka kwenda hata India, wanaenda kutafuta afya, lakini mtu anaenda anarudi akiwa kwa sanduku. Mtu anasema ya kwamba Mungu ukiniponya ndio na ambapo nitaokoka. Mungu ukinibariki na gari ndio nitaokoka. Mungu ukinibariki na fedha ndio nitaokoka. Mungu ukinibariki na afya mzuri ndio nitaokoka. Mungu ukinibariki na watoto ndio nitaokoka. Mungu ukinibariki na wazazi ndio nitaokoka. Watu wa Mungu, lakini wazazi wakiondolewa, je, utaendelea kuokoka? Ukiondolewa hiyo mali, je, utazidi kuwa umeokoka? Ukipewa watoto alafu waondolewe wakufe, je, utaendelea kuokoka? Tafuteni Mungu kwanza. Wachaneni na tamaa za dunia. Dunia ni kudanganya, inadanganya tu. Dunia na tamaa zake ni kupita, zinapita tu. Waondokeni mambo chafu. Dunia imejawa tu takataka tu. Hakuna jambo mzuri inatoka dunia hii. Hakuna jambo mzuri inatoka dunia hii, ila uovu peke yake, ila mabaya peke yake. Tumenenewa hapa na tumeambiwa ya kwamba hakuna amani kwa mwenye dhambi, na ndiyo neno la Mungu linasema hakuna amani kwa mwenye dhambi. Ni kusema dunia hii haina amani kamwe. Dunia hii haina furaha. Dunia hii ni mateso tu. Dunia hii inakuonyeshanga mambo mazuri, lakini inakuanga mateso tupu. Watu wa Mungu, inakuanga mateso peke yake. Hawezi ishi dunia hii ufurahie. Hawezi ishi dunia hii ufurahie. Ni wangapi walikuwa wanakula manyama ya pesa mingi na wamelazwa kwa hospitali, saa hii wameandikiwa usiwahi kula nyama tena? Ni wangapi walikuwa wanakunywa ile pombe na ambayo ni ya pesa mingi, lakini saa hii wameandikiwa na madaktari usiwahi kunywa pombe tena? Ni wangapi walikuwa wanavuta ile masigara za pesa mingi sana, lakini saa hii kansa imewagonga, wameambiwa usivute hiyo sigara tena, ukivuta hiyo ni kukufa, utakufa sasa. Yaani dunia hii ni mateso peke yake. Mambo yale mnaonanga ni mzuri sana, mambo haya ndiyo na ambayo Mungu anapigana nayo. Mungu anakwambia wachana nayo, maana Mungu anajua kesho yako. Mungu anajua kesho yako. Watu walikunywa pombe pale Nyahururu, wakarazwa, wamekufa. Watu wamekunywa pombe Kiambu, wakienda kutafuta raha,
wameambiana ukatoka gora kanuthu, ukaga kugorera gathate, ukaga kugorera 50, wakaenda wakakunywa pale, wamekufa. Mtu ameambia yule mwingine usikakate, leta hiyo kasigara, leta nikafute, leta nigonge pafu mbili. Anagonga pafu mbili, kansa ya inamshika. Yani dunia hii walioanza kukula raha ni wengi sana, ni wengi sana. Wale ambao walidhania ya kwamba wanajua raha, wengi wako mavumbini, wengi wamelazwa mavumbini. Ninakwambia watu wa Mungu, dunia hii haina raha. Dunia hii ni mateso tupu, mateso tupu, mateso chungu mzima. Unashinda ukifanya kazi ngumu, unashinda wewe ndio unafanya ile kazi ngumu sana, wewe ndio unashimba mitaro, wewe ndio unafanya koroga, wewe ndio unabeba mizigo kule kwa soko, wewe ndio unashinda ukiokota machuma, huku unaenda unauza skrebo, wewe ndio unashinda na kigunia kwa mgongo. Lakini mwisho wake hiyo pesa hata uendi ukule nyama jioni, hiyo pesa uendi ujivinjari, hiyo pesa unaitumia kuharibu tu mwili wako. Dunia hii haina raha, watu wa Mungu. Dunia hii ni mateso tupu, mateso chungu mzima, mateso chungu mzima. Mungu anataka watu wa Mungu tukaweze kusimama katika njia zake, maana kwake tu ndio kuna amani, kwake tu ndio kuna amani, kwake tu ndio unajua ya kwamba nitafanya hii, nifanye hii, baada ya siku nifurahie. Lakini kwa pombe, sigara, madawa ya kulevya, uko upati amani. Uko ndio unapigwa na chupa unakufa. Uko ndio unasikia ya kwamba umedungwa visu. Uko ndio unasikia umefanywa mambo mabaya. Uko ndio unasikia kijana amekunywa pombe jioni, akiamka asubuhi amekufa. Akienda kufanywa uchunguzi, kuna wengine walikuja wakarara na yeye usiku, wakamfanyia maovu kule nyuma. Yani unaona ya kwamba hakuna raha, hakuna raha dunia hii, watu wa Mungu. Raha inapatikana kwake Yesu, raha inapatikana kwake Mungu. Basi nasi na ili tukaweza kupata hiyo raha, ni kutafuta, tutatafuta Mungu, ni kutafuta, tutatafuta uhaki wake Mungu, kutafuta, tutatafuta utakatifu wake Mungu, nasi tuweze kuokolewa. Wacheni njia zetu zikampendeze Mungu, wacheni matendo yetu ikaweze kuwa mzuri. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mithali, nisome Mithali 14, Mithali 14 mstari wa 12. Mithali 14 mstari wa 12, ama Proverbs 14:12 inasema hivi. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Hiyo mwisho wa njia hiyo ni njia ya mauti. Hiyo neno la Mungu linasema ya kwamba iko njia ionekanayo mzuri sana machoni mwa mtu. Yes. Iko njia inaonekana mzuri sana machoni mwa wanadamu. Yes. Iko njia inaonekananga iko salama sana machoni mwa watu. Yo. Iko njia inaonekananga sana iko na amani machoni mwa wanadamu. Lakini mwisho wa njia ile, watu wa Mungu, yes, ni mauti tu. Ni kweli. Ni mauti. Negekuo. Negekuo andu a Ngai. Ati njira ĩyo yonekanaga njega mũno maitho-inĩ ma andũ. Njĩra ĩkonekana nĩ yagĩrĩire mũno, njĩra yonekanaga ĩna thayũ makĩria, njĩra yonekanaga ĩna gĩkeno mũno, no mũthia wa njĩra ĩyo no gĩkuũ, ni kifo tu. Hakuna jambo lingine mzuri inaonekananga njia hiyo. Yani machoni mwa wanadamu watu wanaonanga ni mzuri, lakini Mungu anasema mwisho wake ni mauti. Mungu anapotazama anaona mwisho hiyo njia ni mauti. Neno la Mungu linasema ya kwamba macho ya Mungu iko juu ya wenye dhambi, akiwatazama wakifanya maovu yao. Yani Mungu anatazama watu wakifanya maovu yao. Mungu anatazama mtu akiangalia njia, anasema ya kwamba hii ndio njia mzuri, hii ndio ile njia inafaa, hii ndio njia ambayo inapendeza. Mungu anakuangalia sana na kuchekelea, anakuambia oh, mpumbavu,
ungelijua njia hiyo ni la mauti, haungelipita. Mungu anakutazama anasema, oh, ungelijua hiyo njia ni ya wapumbavu, mtu wa Mungu haungelipita. Sasa kuna tajiri mmoja, hiyo tajiri baada ya kupata mavuno yake aliketi chini na kujiuliza ya kwamba sasa hii mavuno imekuwa mingi sana, hii mavuno nitafanya nini? Akajiambia kwa moyo wake, nitavunja hii gara ama hii stone ambayo niko nayo ndogo, nitengeneze gara kubwa sana, nitengeneza gara kubwa sana nami niweke mali yote hapo. Baada ya kuweka mali yote hapo na chakula yote hapo, niketi chini nikule na nikunywe. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba jioni hiyo mwenye uhai akamwambia, ama Mungu naye akamwambia, mpumbavu, jioni ya leo nalihitaji moyo wako, ama nahitaji uhai wako. Watu na wanadamu wanakwanga na mipango mingi sana kwa mioyo yao. Wanadamu wako na mawazo mingi sana. Watu wanajiwazianga mambo mingi sana. Unajiwazia ya kwamba hii njia ambayo ninapita, hapa na ambako ninaelekea, hapa kuna furaha, hapa na ambako ninaenda, hapa kuna amani, hapa na ambako ninaenda ndipo na ambapo nitakula na nikunywe. Lakini Mungu anakuja na kukwambia ya kwamba hapana, nahitaji moyo wangu, nahitaji hiyo moyo na ambao uko nao. Watu wengi hapo hivyo ndipo na ambapo mtu anajipangia ya kwamba oh, nitatafuta tamaa za dunia, nitatafuta mali, nitatafuta pesa, nitatafuta magari, nitatafuta manyumba, nitatafuta mashamba, alafu niokoke. Lakini watu wa Mungu, kabla upate shamba, Mungu anakuambia ya kwamba nahitaji moyo wako. Kabla upate hiyo gari, Mungu anakuambia ya kwamba nahitaji moyo wako. Ni watu wengi sana walianza kujenga nyumba zao, lakini hazikumalizika. Ni watu wengi walianza kununua shamba, lakini hawakumaliza kupata shamba hizo. Ni watu wengi walianza kulipa loan na ili wapate gari, lakini wapendwa na watu wa Mungu, hawakuweza kuona hizo gari na macho zao. Watu wengi walianza kulipa pikipiki na ili wakaweza kukamilisha na waseme sasa niko na pikipiki yangu na ili niweze kuokoka, lakini wengi wao walikufa bila kumaliza kulipa loan hizo. Watu wa Mungu, Mungu ndiye uhai. Kunaye Mungu na ambaye hushikilia uhai wetu. Kunaye Mungu na ambaye hutujua sisi watu wa Mungu. Ni vyema kumtafuta Mungu wakati tunajielewa, wakati tunajifahamu, wakati tunajijua, tukaweza kumtafuta Mungu wakati huo. Maana dunia hii ina changamoto zake, watu wa Mungu. Kusema utafute mali ya dunia kwanza, utatafuta Mungu baadaye. Watu wa Mungu, kifo kimetuzunguka, mauti iko nasi hapa kwa hapa. Ukiwa kwa nyumba, kifo iko pamoja na wewe. Huku barabarani, kifo imejaa. Mahali popote unaenda, mauti imekuzingira. Sasa ni wapi unaweza kimbilia? Ni wapi na ambapo unaweza kujificha? Ni wapi na ambapo unaweza kusema ya kwamba uko salama? Ni manyumba ya ghorofa utajenga ukae huko juu useme uko salama? Ama ni chini utachimbua ukae chini huko useme huko ndiko na ambapo mauti haiwezi kukupata? Mauti imetuzingira kila mahali tuendapo. Ni last week tu hapa hivi kwa highway mliona ajali imefanyika ya magari 6. Ni kwa kila siku kwa matelevisheni munaona taarifa ya kwamba watu wameuana, watu wamekufa, watu wamejiua, mama ameua watoto. Yaani unaona ya kwamba watu wa Mungu, dunia hii haina amani. Unaona kifo imetuzingira kila mahali. Hiyo nadhania mko na yeye hapo, mnakula na yeye, mnacheka na yeye, mnasengenyana pamoja na yeye, unasikia amekudunga visu unakufa. Dunia hii imeharibika.
Yesu naye akasema ya kwamba mtakapoona uovu umeongezeka, mjue kurudi kwangu na kumekaribia. Mwenye macho haambiwi tazama, mwenye masikio haambiwi sikia. Watu wa Mungu, tumeona, kusikia tumesikia, sio kwa matelevisheni, sio kwa maredio, sio huku kwa soko, yani kila mahali tumeweza kujionea na kujisikia na kuona jinsi ambavyo uovu umeongezeka. Yani dunia saa hii sio kama siku za Nuhu. Dunia saa hii sio kama wakati wa siku za Sodomu na Gomora. Dunia imeharibika zaidi, uovu una upgrade siku baada ya siku, saa baada ya saa. Dhambi inazidi kuongezeka. Ile dhambi uliacha asubuhi sio iko saa hii. Saa hii dhambi yenye iko imepita yenye ilikuwa asubuhi. Ile dhambi wewe ulikuwa unajua mlikuwa mnafanya mkiwa vijana, sio hiyo dhambi saa hii iko. Saa hii dhambi ime-upgrade. Uovu saa hii ume-upgrade. Yani watu wa Sodomu na Gomora saa hii wakiamuka, saa hii wakiweza kufufuliwa, watu wa Sodomu na Gomora wanaweza watazama, wanaweza angalia dunia hii saa hii waseme, enyewe sisi tulifanya dhambi, lakini dhambi na ambayo nyinyi mko nayo ama ile na ambayo iko katika dunia imepita ya wakati wetu. Yani watu wa Sodomu na Gomora wanaweza hukumu dunia ya siku ya leo. Watu wa siku ya Nuhu wanaweza kuhukumu dunia hii ya siku ya leo. Wanaweza rudi kwa magoti waambie Mungu, Mungu ulitumaliza, ili hali dhambi zetu hazijapita ile na ambayo iko siku ya leo. Watu ile dhambi na ambayo iko katika dunia hii imepita misisi, imepita mabonde, imepita milima. Wacheni tukamgeukie Mungu kwa njia zetu zote, matendo yetu ikaweze na kubadilishwa, na ili tukaweze kuokolewa. Watu wa Mungu, wokovu ni personal. Wokovu inakuanga personal. Na ndio maana unaambiwa ya kwamba kama ni kumtafuta Mungu, wewe kata kauli ya kumtafuta Mungu kivyako. Hii njia sio ya watu wawili wapendwa. Hii njia sita kushika mkono nikwambie njoo tutafute Mungu. Hii njia ni yako wewe mwenyewe, ujikatie kauli. Wakati uliamua kukuja hii Nairobi, wewe mwenyewe ndio ulikata kauli ukasema ya kwamba mimi naenda kuishi Nairobi. Wakati uliamua kukuja Kenya, wewe mwenyewe ndio ulikata kauli ukasema ya kwamba naenda kutafuta mali Kenya. Au kuambia mtu hapa twende Kenya. Twende Kenya kuna mazuri, twende Nairobi kuna mazuri. Hapana, wewe ulikata kauli wewe mwenyewe. Basi naye kwenda ufalme wa Mungu ama kuingia kwake Mungu, ni wewe mwenyewe ukate kauli. Kumtafuta Mungu, wewe mwenyewe ndio unafaa ukate kauli, na ili umaanishe wewe mwenyewe. Umaanishe wewe mwenyewe. Hata mwenye labda uliambia mkuje na yeye Nairobi, twende tukatafute maisha Nairobi. Labda yeye akili ilikuwa inamwambia mimi naenda Thika. Mimi hata tukienda Nairobi mwisho nitamalizia Thika. Lakini wewe ulikuwa umekata kauli ni Nairobi. Sasa watu wa Mungu, kunao wengine unaambianga ya kwamba kuja tutafute ufalme wa Mungu. Lakini huyo mtu akili yake inagonga mambo mengine. Akili yake inaamulika mambo nyingine. Sasa pale katikati anakuconfuse. Wewe ulikuwa umekata kauli, lakini ule anakukamata, anabadilisha njia zako. Tafuta Yesu. Tafuta njia zake Yesu ukiwa peke yako, ukaweze kujua wewe mwenyewe, ukatafuta wokovu wewe mwenyewe, na ili utakapookolewa uokolewe mwenyewe, kwa sababu ule na ambaye apandaye ndiye na ambaye avunaye. Nikipanda mahindi leo nitakula mahindi. Mimi nikipanda maharagwe nitavuna maharagwe. Nikipanda minji, hiyo ndio na ambayo nitakayovuna. Lakini siwezi panda ngano na niweze kupata mahindi. Hapana. Ile kitu na ambayo ninapanda, hiyo ndio na ambayo nitaweza kuvuna.
Kwa hivyo ukipanda wokovu sahihi katika maisha yako, utavuna utakatifu, utavuna wokovu. Yesu anatupenda watu wa 44. Yesu anatupenda sana. Yesu anatupenda sana. Ndio maana bado tuko uhai. Ndio maana bado tunajielewa. Ndio maana bado tunajifahamu. Kwa hivyo mtu wa Mungu, chunguza moyo wako. Chunguza njia zako na Mungu. Jichunguze njia zako siku ya leo, na ukaweza kujijua na kujifahamu zaidi. Wacha kuongojea uzee. Kesho haijulikani. Kesho haijulikani, mtu wa Mungu. Kesho haijulikani. Wacha kujipangia uzee. Wokovu nitapata nikiwa mzee. Hapana. Wacha kujipangia mambo ya kesho na ambaye haujui. Maana nani na ambaye hujipea uhai? Ni nani huyo na ambaye hujiongezea uhai? Hakuna. Mtu wa Mungu, mtafute Mungu. Tafute utakatifu wake Mungu. Utafute njia zake Mungu. Maana Mungu ndiye na ambaye anatujua. Yeye ndiye na ambaye anatuelewa. Yeye ndiye anajua kesho yetu. Yeye ndiye anajua kama mimi kesho nitasimama hapa tena nihubiri. Na yeye ndiye anajua kama kesho nitakula na nikunywe. Lakini sisi tumekuwa watu wa kujipangia maisha. Unajipangia, nilizaliwa 1994, nitaolewa 2030, alafu nikufe 2050. Tunajua kujipangia maisha sana. Na sisi tulijiumba. Hakuna yeyote na ambaye alijileta dunia hii. Hakuna yeyote na ambaye alijifanya kuwa hai. Hakuna yeyote anajijua, watu wa Mungu. Hapana. Mungu ndiye na ambaye anatujua. Yeye ndiye anajua ile hewa na ambayo unapumua. Mungu ndiye anajua kesho yako. Mungu ndiye anajua utakula nini, utakunywa nini. Mungu ndiye anajua utaishi vipi. Mungu anajua utakaa namna gani. Wale wamelazwa hospitalini, kwani walikuwa wanajua watagonjeka walazwa hospitalini? Wale wamelala kwa moshari, kwani walikuwa wanajua siku kama ya leo watakuwa kwa moshari? Watu wa Mungu, wacheni tuachie Mungu akatupangie maisha. Sisi kazi yetu ni kumtafuta Mungu, naye Mungu anatupangia maisha. Sisi kazi yetu ni kutafuta utakatifu wake. Yeye na yeye atutafutie, atupangie kuishi milele. Kazi yetu ni kumtafuta Mungu. Kazi yetu ni kutafuta wokovu. Kazi yetu ni kufanyia wokovu kazi. Hiyo ndio na ambayo tumeitiwa. Hiyo ndio na ambayo tumeitiwa, watu wa Mungu. Sote tumeitiwa wokovu. Sote tumeitiwa wokovu. Basi wacha tukatafuta hiyo wokovu. Sote tumeitiwa ufalme wa Mungu. Lakini sio wote watakaoingia. Ni kutafuta, utatafuta hiyo ufalme wa Mungu. Sikukade ukiongojea ufalme wa Mungu, ukiongojea uingie. Hapana. Ni kutafuta, utatafuta. Tafuta ufalme wa Mungu. Tafuta wokovu. Tafuta uhaki na utakatifu. Usiwe kama mboga na ambayo inakaanga kwa soko inaongojea ikuje inunuliwe. Hapana. Tafuta, ni kutafuta, ni kung'eng'ana. Kung'eng'ana, kuingia ufalme wa Mungu ni kung'eng'ana, wapendwa. Kupata wokovu ni kung'eng'ana, ni kupingana. Unakata kauli, unasema ya kwamba nimekana tamaa za dunia, nimekana mambo ya dunia hii, nimekana pombe, nimekana uvutaji wa bangi, nimekana utumizi wa madawa ya kulevya. Yani unakata kauli, unasema kuanzia leo mimi na mogoka nimekataana nayo. Unakata kauli, unasema mimi na ukahaba sitafanya na ukahaba tena, sitaendelea na ukahaba, sitaendelea na usherati, sitaendelea na usinzi. Hapana. Yani unakata kauli.
Unakata kauli, unasema ya maisha ambayo ninaishi mimi sitaishi hivyo tena. Mimi sitaendelea na maisha kama hii tena. Yaani unasema nimekata kauli ya kutafuta uhaki, nimekata kauli ya kutafuta utakatifu, nimekata kauli ya kutembea naye Yesu. Nawe ndiye ambaye utakayeokolewa. Acha kukaa kama mboga na ambayo inaongojea tu kununuliwa. Hapana, hapana. Ule ambaye anataka kazi, si kukaa na kanga kwa nyumba kazi imkujie. Ni kuamka, unaamkanga unaenda kutafuta kazi. Unaenda unatafuta kazi. Unaamua wewe mwenyewe, kesho ninaamuka naenda Grogon, naenda kushinda nikitafuta kazi huko. Unaamua ya kwamba kesho ninaamuka naenda industrial area, naenda kutafuta kazi huko. Unaamua ya kwamba kesho naenda Modhurwa, naenda kutafuta kazi huko. Yaani ni kuamua, unaamuanga hivyo. Wewe huo unaamua, mtu wa Mungu, sababu ya mambo ya mwili. Fanya amua siku ya leo hivyo hivyo. Amua, toa uamuzi katika moyo wako, umaanishe, useme ya kwamba sasa mimi maisha nimeisha ya ukahaba, nimechoka. Sema mimi sitongojea kugonjeka katika maisha ya uasherati. Mimi sitongojea kukufa katika maisha ya wizi. Sema hapana, mimi sitongojea kupigwa na mob justice nikufe, alafu niende jehanamu. Hapana. Unasema mimi sitatumia madawa ya kulevya tena, nitakufia huko. Kata kauli, mtu wa Mungu. Useme hapana, mavazi ya kijezebeli sitavaa tena. Useme sasa mimi nitavalia mavazi ya kumpendeza Mungu. Nitavalia mavazi ya kumtukuza Mungu. Nitavaa mavazi ya kumheshimu Mungu. Unakata kauli, unasema hii madawa, hii bangi sitaivuta tena. Wakati mimi niliachana na bangi, niwapee ushuhuda. Nilikuwa naitumia. Wakati niliachana na bangi, nilichukua bangi, nikaenda pale, nilikuwa ninavuta pale nyuma ya nyumba, nikiwa nimeshika kiberiti mkono moja na bangi mkono hii nyingine, kwenda kuweka kwa mdomo hiyo bangi. Nilisema kuanzia leo sivuti bangi tena. Pale chini hiyo kiberiti na hiyo bangi nilizikanyangilia hapo chini. Na hapo ndio nilikata kauli, sitavuta bangi tena. Sikwenda rehabilitation. Hapana. Sikwenda mahali popote. Yaani ni wewe ukate kauli, useme ya kwamba kwani watoto lazima wakule nikifanya kazi ya ukahaba. Naweza amuka nifurie watu nguo na watoto wangu wakule na wakunywe. Fanya hatua. Hatua. Ni uchukue hatua ya imani, mtu wa Mungu. Si airport inaweza kukupea pesa peke yake. Wale na ambao wanafurianga watu manguo, si wanakulanga na watoto wao wanasoma kabisa na amani. Hawa na ambao wanahaso huku, si watoto wao wanakula na wanakunywa kabisa. Ni lazima ufanye kazi ya kuuza mwili wako. Sio lazima. Ni lazima ufanye kazi ya kuuzia watu wengine vileo. Sio lazima. Ati watoto wakae mzuri. Sio lazima. Sio lazima, mtu wa Mungu. Maisha haipatikani kwa uzaji wa madawa za kulevya. Maisha haipatikani huko kwa uasherati na ukahaba. Maisha haipatikani huko. Maisha inapatikana kwake Yesu. Maisha inapatikana kwake Yesu. Huko tu ndiko kuna maisha. Huko ndiko kuna maisha. Kweli. Nisomee katika kitabu cha Yeremia. Yeremia 17:10. Yeremia 17:10. Inasema hivi: mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Anasema 10. Ndio. Mimi Bwana na uchunguza moyo. Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno. Na kujaribu viuno. Hata kumpa kila mtu kiasi cha njia yake. Na hata kumpa mtu kiasi kwa njia yake. Na kiasi cha matunda ya matendo yake. Na Kisungu inasema nini?
Inasema I the Lord I search the heart. I the Lord searches the heart. And I try their reins. And I try their reins. Even to give every man according to his ways. Even to give every man to his ways. And according to the fruits of their doing. Aha, hebu sikiza mtu wa Mungu. Mungu anakunenea na kukwambia ya kwamba kwa mambo yote na ambayo wewe unafanya dunia hii. Kweli. Kwa matendo yote na ambayo wewe unatenda katika dunia hii. Oh yes. Ile mambo yote wewe unafanya. Mungu anachunguza moyo wako. Kweli. Mungu anakupima moyo wako. Mungu anapima njia zako. Yeye anatazama moyo wako, mambo yote na ambayo unafanya dunia hii. Yes. Ndio maana unasikia akisema ya kwamba naye atahukumu dunia kulingana na matendo ya wanadamu. Atatuhukumu kulingana na matendo yetu. Ile matendo tunafanya hapa duniani. Mungu anatutazama, anakuona. Ile mambo wewe unafanya huko kwenye siri, ile mambo unafanya huko umejificha ficha huko, Mungu anakuona sana kabisa. Anasema ya kwamba naye atakulipa, na analipa wanadamu kila mmoja kulingana na matendo yake yeye mwenyewe. Matendo yale ambayo wewe unafanya, mtu wa Mungu, Mungu anakulipa nayo. Iwe ni matendo mazuri, Mungu atakulipa na matendo hayo mazuri. Na ama iwe ni matendo mabaya, Mungu atakulipa na matendo hayo mabaya. Hakuna wakati utawahi panda mahindi itoe miba, na hakuna wakati utawahi pata mti wa miba umezaa mandizi. Hapana. The same way to go. Mungu atakulipa kulingana na kazi yako, kazi yenye ambayo wewe unafanyanga hapa duniani, mambo ambayo wewe unafanya hapa, Mungu atakulipa na mambo hayo. Ile njia wewe unapitia, mtu wa Mungu, iwe ni njia nzuri ama iwe ni njia mbaya, Mungu atakuhukumu na njia hiyo hiyo. Kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 14. Ecclesiastes 12:14. Ecclesiastes 12:14. Matendo yetu yote, yawe ni mazuri ama yawe ni mabaya, yote yataletwa katika hukumu. Nasi tutaweza kulipwa kila mmoja na matendo yake. Wewe ulikuwa unafanya kazi mzuri, utalipiwa kazi hiyo mzuri. Wewe ulikuwa unafanya kazi ya uovu, matendo chafu, utalipiwa katika kazi hiyo. Kwa hivyo Mungu utazama mwanadamu, naye anaangalia moyo wa mwanadamu, anamchunguza, anajua huyu mwanadamu anakaa namna gani. Neno la Mungu linasema wakati ule wa Nuhu, Mungu alitazama dunia. Wakati alitazama dunia, akaona mwanadamu, akaona uovu nao umeongezeka, akaona dhambi imekuwa nyingi. Mungu alighairi, ni kughairi, alighairi kumuumba mwanadamu. Katika kitabu cha Genesis inasema ya kwamba Mungu alighairi kumuumba mwanadamu, na kwa hivyo Mungu akaweza kuachilia mapigo na ambayo ilikuwa ni gharika, ikasafisha wanadamu. Watu 8 wakaokolewa. 8 people in the days of Noah, only 8 were saved. Watu 8 tu ndio waliweza kuokolewa. Watu wa Mungu, Mungu anatulipa kulingana na matendo yetu. Wakati Mungu anaangalia, mnaona anawafanyia mazuri, nyinyi kumlipa tu mnamlipa na mabaya, Mungu atawalipa tena na hiyo mabaya. Mungu anakutazama, anaangalia wakati ule wa watoto wa Israeli. Mungu akaangalia ya kwamba Mungu amewaokoa. Nisome. Nilikuwa ninasema wakati ule
Waisraeli. Wakati wa Israeli Mungu alikuwa anawatendea mambo mazuri. Wale watu badala waone mambo mazuri yake Mungu, walikuwa wanafika mahali wanajitengenezea miungu, wanaanza kuabudu miungu ingine. Wale watu badala ya kumlipa Mungu na mazuri, walikuwa wanamfanyia Mungu mabaya. Wakati mwingine Mungu alikuwa anajaribu imani yao. Badala wale watu wakae katika imani yake Mungu, walikuwa wanaanza kumlalamikia Mungu. Watu wa Mungu ni kujibu ama ni kulipa, tunalipa Mungu na mabaya. Mungu anatutendea mazuri, lakini sisi nasi huwa tunamfanyia mabaya. Wewe mtu wa Mungu, hebu chunguza maisha yako, ujiulize ya kwamba Mungu alikuokoa kutoka kwa ajali, Mungu alikuondoa katika hiyo magonjwa ilikuwa imekukujia. Wewe ujiulize ya kwamba in return wewe ulimrudishia Mungu nini? Wewe ulimfanyia Mungu nini? Utapata ya kwamba 95% katika maisha yako wewe huwa unamlipa Mungu na mabaya. Wewe huwa unampinga Mungu. Wewe huwa unamkataa Mungu. Si kumpenda unampenda, ni kumuasi unamuasi. Ukijichunguza unaona 95% mambo yale wewe unafanyanga katika dunia hii, unaona ya kwamba wewe ni kumpinga, huwa unampinga Mungu. Hebu jichunguze tu, ukumbuke siku moja, siku ya masiku mulipatwa na ajali, Mungu akakuokoa. Wengine wakakufa, Mungu akakuokoa. Ukatoka pale ukisema, oh Mungu nitakutumikia, oh Mungu nitaanza kufanya nini, oh Mungu nitakutafuta, oh Mungu sijui nini. Je, umekuwa mwaminifu mpaka siku ya leo? Hebu jichunguze, mtu wa Mungu, ulikuwa umegonjeka sana, ulikuwa umelazwa hadi kwenye kitanda na ambayo ni ya magonjwa, kitanda na ambayo ni ya wagonjwa, ulikuwa umelazwa pale, ukaanza kuomba Mungu, oh Mungu, ukinitoa katika kitanda hii, ukinitoa katika kitanda hii ya wagonjwa, Mungu nitakutumikia, Mungu nitatafuta wokovu. Mwingine hata korona ilikuwa imemshika, akaambia Mungu, Mungu ukinitenganisha na hii korona, Baba nitakutumikia na mali yangu yote na nyumba yangu yote na watu wangu wote. Yani ukafanya agano la kumtumikia Mungu. Ujiulize siku ya leo, je, hiyo mambo yote niliambia Mungu, je ninafanya? Watu ukae hivyo, ujiulize, uangalie situation ambayo ulikuwa unaambia Mungu ukiwa hapo kwa siri. Unajua hatukuwa hapo, sisi hatukuwa hapo, lakini Roho wa Mungu alikuwa hapo, alikuwa anasikia. Ukitoa agano kwake Mungu, ulikuwa unasema, oh Mungu ukinipa kazi nitakutumikia, Mungu ukinibariki sijui nitaokoka, Mungu ukinifanyia nami nitakufanyia. Ujiulize siku ya leo, mtu wa Mungu, je unafanya hivyo? Wana wa Israeli baada hata ya kuokolewa mikononi mwa Farao, walirudi kumfanyia Mungu mabaya, wakalalamikia Mungu, wakamtendea mambo mabaya. Basi naye Mungu akaweza kuachilia nyoka na kuwauma na Waisraeli mpaka wakaweza, wengi wao wakakufa na wengi wao wakaweza kuokolewa. Nisomee neno Ecclesiastes inasema hivi. Kwa maana Mungu ameileta, kwa maana Mungu ameileta, kwa maana Mungu ataleta, kwa maana Mungu ataleta hukumu kila kazi, hukumu kwa kila kazi, pamoja na kila neno la siri, pamoja na kila neno la siri, likiwemo jema au likiwemo baya, likiwemo jema au likiwemo baya. Hiyo ni kitabu cha Mhubiri ama Ecclesiastes 12:14. Inasema ya kwamba kwa maana Mungu ataleta jambo lote na ambalo wewe unafanya, neno lote na ambalo wewe ulisema, mambo yote wewe unafanya, chochote wewe unapanda, neno la Mungu linasema ya kwamba liwe jema au liwe baya, Mungu ataileta katika hukumu, na akaweze kulishunguza, na akaweze kuona ya kwamba huyu mtu kwa matendo yake, je, anahitajika kuingia katika ufalme wangu ama anafaa aende kuzimu? Watu watapimwa katika vipimo hiyo vya kuchunguzwa.
Mama, Mungu akuangalie vya kuchunguza, akuangalie mama, unafaa kuingia kwangu ama unafaa kwenda jehanamu. Kweli. Vile vile mzee, Mungu atakuchunguza, angalie matendo yako. Yes. Akuangalia wewe ulikuwa duniani wewe. Yes. Matendo ambayo ulikuwa unafanya pale duniani, je, ilikuwa inanitukuza? Yes. Mambo ambayo unafanya hapa dunia, je, inampendeza Mungu? Hiyo ndio Mungu naye atakutazama, akuangalie mtu wa Mungu, aone maovu ilikuwa 90%, mazuri ilikuwa 20%. Kwa hivyo maovu imekuwa mingi, wewe ni wa jehanamu. Yes. Kwa ratili. Yaani uwekelewe kwa ratili. Upimwe, uangaliwe, uonekane matendo yako. Uonekane njia zako. Ndio neno inasema ya kwamba mambo yote yawe mazuri, yawe mabaya, yote itekelewa kwa ratili. Sasa mazuri ikishinda mabaya, mtu wa Mungu wewe, you are safe. Lakini mabaya ikishinda mazuri, you are not safe. Na mahali unaelekezwa. Basi fanyeni matendo ya kumpendeza Mungu. Fanyeni matendo ambayo itakayowatetea kuingia ufalme wake Mungu. Fanyeni matendo ambayo itakayowatetea kuona uzima wa milele. Tengenezeni mioyo yenu. Tengenezeni njia zenu. Mawazo yenu wacheni ikawe salama, watu wa Mungu. Ondoeni maovu katika mawazo yenu. Ya kwamba atitangia kulipokuja asubuhi, akili yako inafikiria tu uovu. Akili yako inafikiria mabaya. Akili yako inafikiria venye itapiga watu geta. Yaani hakuna kitu kingine inafikiria. Akili yako inafikiria venye tu itafanya dhambi. Ondoeni uovu katika mawazo yenu. Mawazo ya kuibia wengine, mawazo ya ufisadi, mawazo ya utapeli. Ondoeni ikaweze kuondoka katika mawazo yenu. Na Mungu hapo ndipo atawabariki. Kweli. Mjueni Mungu wenu. Naye atawaokoa. Tafuteni ufalme wa Mungu. Na mengine mtaongozewa. Mkitafuta ufalme wa Mungu, watu wa Mungu, nanyi mtaipata. Mkimtafuta Mungu, nanyi mtamuona. Mkitafuta uhaki na utakatifu, nanyi mtaipokea. Lakini watu wa Mungu mkizembea, watu wa Mungu mkiishi kusema hakuna Mungu, mkiishi kusema hakuna mtakatifu, hautawahi pata utakatifu. Ukiishi kusema hakuna mwenye haki, hautawahi ona uhaki. Ukiishi kusema hakuna ambaye ameokoka, nawe hautawahi ona wokovu. Ukiishi kusema ya kwamba hakuna mti mzuri na ambao unatoa matunda mazuri, hautawahi ona matunda mazuri, utaishi kuona ndimu. Hawezi enda kutafuta mandizi kwa mti ya ndimu. Hapana. Kama unataka mandizi, ende kwa mti wa mandizi. Na kama unataka ndimu, tafuta mti wa ndimu. Kweli. Tafuta mti wa ndimu. Kama unataka ukali, acha kutafuta sweet banana kwa mti wa pilipili. Enda kwa pilipili. Hivyo ndivyo neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Ufunuo. Inasema ya kwamba basi mwenye haki naye azidi kutafuta uhaki. Kweli. Naye mwenye uovu basi naye akazidi kufanya uovu. Maana siku nayo imewekwa ya malipo. Iko siku ya malipo, watu wa Mungu. Mwenye haki alipiwe malipo yake ya uhaki. Naye mwenye dhambi alipiwe matendo yake ya dhambi. Na unajua malipo ya dhambi haikuangi mzuri. Kweli. Hata kule kotini malipo ya dhambi haikuangi mzuri. Ile faini unapigwa pale haikuangi mzuri. Kweli. Hakuna malipo ya hapa dunia ya dhambi inakuanga mzuri, hapana. Hata mwizi akipatikana hapa huwa halipwi vizuri. Huwa hatolewi pesa, anaambiwa aende uwekewe kazi. Hapana. Watu wanachukua mawe wakianza kumupiga kiberiti. Wakisema iko wapi kiberiti? Iko wapi taya? Tuchome huyu mtu. Iko wapi petroli? Tumuchome. Hivyo ndivyo watu wanafanya. Maana hata nyinyi wenyewe mnajua kuhukumu. Basi kama nyinyi mwajua kuhukumu, je, Baba wenu aliye juu mbinguni anajua kuhukumu namna gani? Wewe na ambao unakaa unadhania kwamba baada ya ukahaba hapa duniani uishi na ukahaba, uishi na unywaji wa pombe, yaani uishi maisha ya kujivinjari hapa dunia,
ati ukikufa utaenda ukae na Mungu mbinguni. Wapi? Wapi? Kama wewe mwenyewe unakataa kukanga na mtoto mtundu, Mungu ndiye atakaa na mwenye dhambi? Mtoto wako akikuwa mwenye dhambi sana, unafikanga mahali unamwambia ya kwamba sasa wewe umekuwa mtu mzima, niondokee, enda, sitakaa pamoja na wewe tena, enda utafute kwako ukae huko. Lakini wewe unataka ya kwamba uishi katika dhambi alafu uende ukae na Mungu. Mungu mwenyewe hawezi kaa na mwenye dhambi. Mungu ni mtakatifu na yeye anataka tuishi katika utakatifu. Mungu wale na ambao wanakaa pale nao pale juu mbinguni ni watakatifu. Lakini ukiwa mwenye dhambi, mtu wa Mungu, Mungu anakupinga. He don't like disobedient people. Mungu anapenda obedient people. Mtu na ambaye huwa anatii, anampendeza mzazi wake. Basi nasi tukitii, nasi tunampendeza Mungu. Watu wa Mungu, kila mmoja atalipwa na matendo yake. Matendo na ambayo unatenda hapa duniani ndio na ambayo itafanya ipwe. Iwe ni matendo mzuri, utalipiwa mazuri. Ikiwa ni mabaya, utalipiwa mabaya. Chunguza njia zako, chunguza matendo yako, chunguza hata miaka yako. Uangalie na uone ya kwamba miaka yako, graph ya miaka yako si kwenda inaenda juu, ni kurudi inarudi chini. Ni kwenda unaenda ukiondokanga dunia hii. Hakuna kurudi ati unarudi kuwa mtoto. Hapana, hapana. Ni kwenda unaenda ukiondokanga. Wakati unaanza kusema najogona ni yakulire, ujue hata wewe na wewe hobbiete. Ukiona ya kwamba huyu amezikwa leo, unataka ukijua hata wewe kesho yake watu watakuwa wakikuimbia kwamba kukufa lazima tutakufa. Kwa hivyo tengeneza njia zako, tengeneza matendo yako. Wacha matendo yenu yakampendeze Mungu, njia zenyu zikaweze kumtukuza. Mukatafuta uhaki na utakatifu wake Mungu. Nayo uhaki ni kufanya matendo na ambayo yanampendeza Mungu muumba wenu. Uhaki ni kufanya matendo na ambayo ni masafi, matendo na ambayo inamfurahisha Mungu wenu. Hiyo ndio uhaki. Uhaki sio mambo yale na ambayo tunasema na kichwa tu. Uhaki ni matendo. Holiness are the deeds. Matendo na ambayo unafanya ndio na ambayo inadhihirisha ya kwamba wewe ni mtakatifu, wewe ni mwenye haki. Matendo na ambayo unafanya, mavazi na ambayo wewe unavalia inaonyesha nanga kama wewe ni mtakatifu ama wewe ni mtakatifu wa kusema na mdomo. Mambo yale wewe unafanya dunia hii ndio na ambayo inasema. Hapo ndipo unaona kanisa inatukanwa, injili ya Yesu inatukanwa. Maana pale Jumapili watu wakitoka kanisani unaweza dhania wametoka Koinange, watu wakisema hao wamebeba utakatifu, wakisema hao ni watakatifu, wakisema hao ni wenye haki. Lakini ukiangalia mavazi, unaona mavazi ni ya ukahaba. Naona ni mavazi na ambayo ni machafu, ni mavazi na ambayo haimpendezi Mungu, ni mavazi ya kuangusha wachungaji. Yes. Mavazi ya kuangusha hata wazee na vijana kule kanisani. Ndio maana unasikia kanisani watu wamepata mimba ambayo sio ya wazee wao ama mabwana zao. Unasikia kwamba bibi ya mchungaji amepata mtoto wa deacon. Nasikia kwamba mtu wa keyboard amepatikana amezini na mke wake elder. Sababu mavazi na ambao watu wanavaa ni mavazi ya kuangusha, ni mavazi ya Jezebeli, mavazi ya ukahaba, mavazi na ambayo sio mzuri. Katika kitabu cha Mithali inasema ya kwamba kisha nikamwona mwanamke yule akiwa amevalia mavazi, na mavazi yale yalikuwa ya ukahaba. Kunayo mavazi na ambayo ni ya kikahaba, sio mavazi ya utakatifu. Basi nyinyi vaeni mavazi ya utakatifu, mavazi ambayo inafunika miili yenu, sio mavazi ya urembo, mavazi ambayo inafunika miili yenu, na ili miili yenu ikazidi kukua hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini tumefanyisha miili yetu kuwa makao
ya ukahaba, kuwa makao ya dhambi, kuwa makao ya kila uchafu na ambao uko katika dunia hii. Mpaka uchafu miili yetu kwa mambo na ambayo tunatazama kule kwenye mitandao. Simu zetu zimejawa pornografia, simu zimejawa na uovu, uchafu, mpaka nambari za wachawi ziko huko kwenye simu. Wacheni watu wa Mungu, njia zetu zikampendeze Mungu, matendo yetu yakampendeze, mienendo yetu yakampendeze, naye ataweza kutukuzwa kwa mambo yetu ama kwa mambo hayo. Tafuteni utakatifu na uhaki wake, kwa maana ule na ambaye hatakuwa na utakatifu hatamuona Bwana. Jitenganisheni na dhambi, jitenganisheni na uovu, mkijua ya kwamba Yesu anawapenda sana, na anawapenda msije mkapotea, bali mkaweze kuona uzima wa milele. Kwa hivyo watu wa Mungu, tukaweza kujua mambo na ambayo yanampendeza yeye Mungu, nasi tutaweza kufurahia mazao ya wokovu, tutaweza kufurahia mazao ya kuishi na Yesu, tutaweza kufurahia mazao ya kuishi katika utakatifu wake, katika jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu maisha yako, naye akaweze kukutawala. Ukampe Yesu maisha yako, akaweze kukukomboa, akaweze kukuondoa katika uchafu wa dunia hii, akakuondoa katika minyororo ya ufalme wa giza, katika jina la Yesu Kristo. Ni wengi wameteseka sana katika minyororo ya shetani, wengi wameteseka, wengi wanafanyia shetani kazi katika minyororo yake. Amewafunga watu, wamekuwa slave, watu wamekuwa maslave wa shetani, wanafanyia shetani kazi. Mtu wa Mungu, kataa kufanyia shetani kazi tena, kataa kufanyia shetani kazi, naye ukaweze kung'olewa katika minyororo yake shetani, nawe utaweza kuokolewa. Yule na ambaye anayeokolewa na yule na ambaye anakombolewa ni yule na ambaye amekata kauli ya kupingana na minyororo za ibilisi, minyororo ya pombe, minyororo ya madawa ya kulevya. Unapingana nayo, naye Mungu anaikatakata yote, na hapo ndipo utaokolewa. Neno la Mungu linasema ya kwamba katika Yakobo 4:7, mpingeni shetani naye atawatoroka. Hauwezi pinga ufalme ukiwa katika ufalme huo. Mtu wa Mungu, ni uondoke katika ufalme huo, upinge, naye Mungu atakuokoa katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki na Mungu azidi kuwainua. Uko mahali hapo, mtu wa Mungu, unataka kuokolewa, mpe Yesu maisha yako jioni ya leo, naye ataweza kukuokoa. Mpe Yesu maisha yako. Tuko nyakati za mwisho, Yesu amekaribia kurudi. Jitenganisheni na mabaya, jitenganisheni na dhambi, ikatae dunia, kataa dunia na tamaa yake. Hakuna mazuri inapatikana hii dunia. Hii dunia ni mateso tu, hii dunia ni mabaya tu. Mtu wa Mungu, mpe Yesu maisha yako, nawe utaweza kuokolewa katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa uko mahali hapo unataka kumpokea Yesu, ningekuomba uje na tutaweza kuomba pamoja, nawe utaweza kuokolewa katika jina la Yesu Kristo. Uko mahali hapo unataka kumpokea Yesu na kuhitaji, mtu wa Mungu, mpe Yesu maisha yako, nawe utaokolewa. Labda Mungu amesema leo ndio siku yako. Mungu, labda wewe ndiye ambaye ametumania jioni ya leo, labda wewe ndiye Mungu amekutumania, na ili uweze kuokolewa, na ili maisha yako ikaweze kubadilishwa, na ili ukaweze kuuona ufalme wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Ninakualika mtu wa Mungu, popote ulipo, unataka kumrudia Bwana. Labda ulikuwa umeokoka lakini ulianguka, labda ulirudi nyuma ukaweza kuingia katika uovu wa dunia hii, ukaweza kuanguka katika tamaa za dunia hii mara tena, unataka urejesho. Ninakukaribisha jioni ya leo, njoo tukufanyie maombi, nawe utaweza kuokolewa katika jina la Yesu Kristo. Amwaibikia Yesu hapa duniani, na Yesu atamwaibikia siku moja pale katika ufalme wake. Mtu wa Mungu, mpe Yesu maisha yako, naye ataweza kukuokoa
katika jina la Yesu Kristo. Usije ukamwonea Yesu haya ukiwa hapa duniani, usije ukamwonea haya hata injili yake usije ukaionea haya, maana siku ya masiku yaja na ambayo Yesu naye atakuonea haya. Mkiri Yesu ukiwa dunia hii, maana hata ukikosa kumkiri duniani, iko siku utamkiri. Kwa hivyo mtu wa Mungu, ni vyema kumkiri Yesu wakati huu, wakati uko na afya, wakati uko na uhai, wakati unajifahamu, wakati unajijua, wakati unajielewa, ukakiri dhambi zako na Yesu aweze kukuokoa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Nataka nikaweze kuomba, na for the next minutes nitakuwa mahali hapa, tutakuwa tumeondoka, tutakuwa hapa kwa muda mchache sana. Ikiwa utasikia unataka kuokoka, njoo utatupata hapo na tutaweza kuomba na wewe na Mungu atakuokoa katika jina la Yesu Kristo. Jehova, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu uliye juu mbinguni, na inua jina lako Baba na kutukuza, kwa kuwa ni mfalme wa wafalme. Jehova, hakuna kama wewe. Pokea sifa, pokea utukufu. Mungu wetu, umeweza kunena na watu wako Jehova kupitia neno lako. Baba wetu wa mbinguni, ninakuomba neno lako Jehova na likaweze kukua ndani ya mioyo ya watu wako Bwana, ukainyunyizie maji yako matakatifu Jehova, maji na ambayo iliyo hai. Mungu wa Israeli, umesema ya kwamba ambaye atakaye kupokea Bwana naye hatapata kiu tena. Ninakuomba Mwokozi Yesu, ukaweze kuwaokoa watu wako, ukaweza kufungua watu wako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Fungua wazee, fungua wamama, fungua vijana, fungua watoto. Wote wamefungwa katika dhambi, wote wamefungwa katika usherati, wote wamefungwa katika unywaji wa pombe, wote wamefungwa katika ukahaba. Baba, ninakuomba ukawafungue katika jina la Yesu Kristo. Hiyo minyororo ya ufalme wa giza na ikatakata in the name of Jesus, ikaharibika ufalme wa giza katika maeneo haya. Baba, ninaivunja na kuiangusha chini katika jina la Yesu. Ninanena uvuvio katika mji huu Bwana, uvuvio wa utakatifu, uvuvio wa uhaki katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa rehema, fungua watu wako Jehova, ukawaweke huru Bwana, wakakutukuze na wakakuweke Jehova katika kukusifu na kukuabudu Baba, katika matendo yao katika jina la Yesu. Rejesha watu wako ambao walianguka, warejeshe mfalme, rejesha wazee na wamama katika jina la Yesu. Hao waliondoka katika njia zako Baba, naomba ukawarejeshe katika njia zako za uhaki katika jina la Yesu. Mungu wa rehema, ukaweze kuwafanya wakaweze kukusifu wakati wako na uhai, wakati wanajifahamu katika jina la Yesu. Ni asante Mwokozi Yesu, ni Mungu wetu inuliwe Jehova, uabudiwe. Wewe ni mwaminifu, hakuna kama Jehova. Ni asante Mwokozi, ponya watu wako Jehova kutokana na magonjwa aina tofauti Jehova, ukaweze kuwaweka huru katika jina la Yesu. Wote wamefungwa ni wachawi na waganga Baba, ninanena uhuru wao katika jina la Yesu Kristo. Wafungue watu wako Bwana, fungua biashara zao, fungua hatima zao, achilia nyota zao katika jina la Yesu, ukaweze kuwaweka huru Bwana, na ili Jehova wakaende wakakutumikia Jehova katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Mwokozi Yesu, uinuliwe na hata uabudiwe. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki, Mungu awatendee mema katika jina la Yesu, na akazidi kuwainua zaidi katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Evangelist Peter, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nasi tumetoka mji wa Githurai 45. Kanisa inaitwa Holy Bright Saint. Tunahubiri uhaki na utakatifu, kuandaa watu kwa sababu ya kurudi kwake Yesu. Kwa hivyo mtu wa Mungu, nakukaribisha katika mahali popote na ambapo ulipo. Ikiwa uko hapo na unataka kupokea Yesu, uko karibu sana. For the next 5 minutes, 10 minutes tutakuwa mahali hapa. Tumekukaribisha sana, nasi tutaweza kuomba pamoja na wewe. Hata hapo tukiwa tu hapo nyuma ya gari, tutaweza kuomba pamoja na wewe, na Mungu ataweza kukuokoa na Mungu ataweza kukurejesha katika jina la Yesu Kristo. Bwana ni mwaminifu, yeye ni Mungu mkuu, hakuna kama yeye, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you very much.
Yesu alisema mwenye sikio asikie, nami nasema mwenye jicho atazame. Yaliyotabiriwa yote yametimia, neno ni moja. Yesu yuaja na ujira wake mwenyewe.